Kila mwaka tunasisitiza matumizi ya mashine za EFD. Okay. Na ujio wa matumizi ya mashine ya EFD, lengo ilikuwa ni kuondoa biasness au kuondoa kulipa kodi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo ukitumia mashine yako vizuri, utalipa kodi sawa sana na mauzo yako uliyofanya kwa mwaka mzima. Okay. Lakini watu wale wasiokuwa na mashine tunawaambia watunze nini? Watunze hesabu kama ambavyo afisa mwenzangu hapa Mr. Rufani amezungumza. Ukitunza hesabu maana yake inakurahisishia kulipa kipato ambacho cha kodi kulingana na jinsi ambavyo biashara yako ilivyo. Kwa hiyo niseme kwamba huwa hatupandishi tu kodi bila sababu maalum. Okay. Wakati mwingine kuna watu wanalipa kodi hizo kwa miaka 3, 4, 5 na biashara yake kulingana na nature ya biashara yake. Okay. Lakini pia sisi kazi yetu tukiona biashara yako haikui, tunakushauri kwa nini haikui. Je, unahisi kwamba hii bidhaa unayoiuza inawagusa watu? Kuna wateja hapa, watumiaji? Tukiangalia nature ya business ya mkoa wa Rukwa, biashara za vyakula zinafanya vizuri sana. Okay. Kwa tunawashauri watu kwamba bana, wewe kwa eneo lile, hebu nenda kafanye biashara ya chakula ambayo asubuhi tunahitaji kunywa chai, mchana tunahitaji kula, jioni tunahitaji kula. Lazima mtu aje kwenye biashara yake. Kwa hiyo kuna haja ya kufanya utafiti kabla ya kuanzisha biashara. Very good. Na tunawashauri na wanapokuja wanafurahia. Okay. Wanisema tu kwamba watu wanalipa kodi kulingana na mauzo yao, kulingana na nature za biashara zao, kulingana na aina ya biashara aliyonayo. Okay. Ndio maana unaona mkoa wa Rukwa uko safi na uko salama na maisha yetu yanaendelea.